Raila Amolo Odinga alizaliwa mwaka 1945 kwa mzee Jaramogi na mama Mary Juma Odinga. Raila kwanza aliingia katika shughuli za huduma kwa umma mnamo mwaka 1974 alipoteuliwa meneja shirika la kukagua ubora wa bidhaa KEBS. Miaka minne baadaye alipandishwa cheo na kuwa naibu mkurugenzi wa KEBS. Alisalia katika wadhifa huo hadi mwaka 1982 ambapo upinzani wake wa serikali ya KANU ulimletea matatizo. Alishtakiwa kwa kosa la uhaini na kufungwa gerezani mara 2 kwa takriban miaka 10. Aliachiliwa mwanzo wa miaka ya 90 ambapo alitoroka nchini na kuelekea Norway. Aliporejea hapa Kenya, alijitosa katika siasa ambapo alijiunga na babake pamoja na wanasiasa wengine katika juhudi za kushinikiza serikali ya Rais Moi kuruhusu siasa za vyama vingi. Alijiunga na chama cha Ford kilichokuwa kinaongozwa na miongoni mwingine babake Jaramogi Oginga Odinga na mwanasiasa Kenneth Matiba. Kupitia Ford, Raila alianza safari yake ya siasa. Aliendelea na safari hiyo akijiunga na vyama tofauti na pia kuchaguliwa mbunge wa Lang'ata. Safari hiyo ilimfikisha katika muungano wa Azimio ambapo alijaribu kutafuta urais. Alijulikana kwa majina tofauti: Baba, Tinga. Na jinsi miaka ilivyosonga ndivyo Raila Odinga alivyoendelea kujibadilisha kisiasa. Kuanzia mwanaharakati aliyekosoa serikali ya Moi hadi kumuunga mkono Rais Kibaki na kisha kupinga serikali ya Jubilee. Wakati huo wote aliendelea na juhudi zake za kutafuta uongozi wa taifa. Aliandika historia kama mwanasiasa wa kwanza barani kushinda kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Raila pia alikuwa miongoni mwa wanasiasa walioshinikiza kuondolewa kwa mfumo wa uongozi wa chama kimoja nchini, na baadaye akaungana na wenzake mwaka 2002 kumfanyia kampeni Mwai Kibaki chini ya muungano wa NARC na kuondoa utawala wa KANU. Huu ukawa ni mwanzo mpya katika siasa za taifa hili. Baadaye Raila alijipata pale ambapo hakutarajia, alipowapinga baadhi ya wale waliokuwa ameungana nao. Taifa likaingia katika awamu ambayo kamwe haitasahaulika. Kufuatia kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2007, ghasia zilizofuata ziligubika taifa kwenye wingu jeusi. Ghasia hizo zilifuatwa na mazungumzo yaliyounda serikali ya nusu mkate, Raila akipewa wadhifa wa waziri mkuu. Pia alihusika katika juhudi za kubadilisha katiba, akiwaongoza wapinzani wa serikali katika kupinga kura ya maamuzi ya mwaka 2005. Alifutwa kazi na serikali ya Rais Mwai Kibaki na baadaye mwaka 2010 aliunga mkono mabadiliko ya katiba. Mbali na katiba, Raila pia anakumbukwa kwa kuhusika na juhudi za kubadilisha katiba hiyo kupitia BBI, juhudi ambazo zilifeli. Aliungana na mpinzani wake mkuu Rais Uhuru Kenyatta kwenye handshake na kuwania urais mwaka 2022 ambapo alishindwa na William Ruto. Mwaka 2024 Raila aliungana na William Ruto na kuanza kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza. Raila ameaga dunia nchini India akiwa na umri wa miaka 80, wiki mbili baada ya kuanza matibabu nchini humo. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.